tupendane kama vile kitu kimoja, tuishi kwa kuvumiliana na kustahimiliana. Wakubwa wahurumie wadogo na wadogo waheshimu wakubwa, na Allah azidi kudumisha mapenzi baina yetu, na tumuombe Allah zaidi azidi kutuvusha katika misukosuko hii, na atujalie utulivu tuliouzoea katika nchi yetu, aidumishe amani ya Tanzania, na walinde viongozi wa nchi yetu. Kama ambavyo mlivyosikia katika waraka huu au tamko hili, limeandaliwa na Hay'a ambayo inafahamika kama Hay'atu Ulama'il Muslimina fi Tanzania, kwamba jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania, na ndugu yetu Sheikh Abdallah Shaabani Saidi aligusia katika mukadima wake kwamba tutakuja kuelezea Hay'a, lakini tutagusa kidogo kwa sababu aligusia humo, tutagusa kidogo ili tusitoke katika mada. Hay'a kama ambavyo inavyofahamika kuwa ni jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania, na sura ya jina lilivyo haijaainisha ni mwanachuoni wa namna gani. Hay'atul Ulama'il Muslimin, jopo la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania. Awe mwanachuoni wa mambo ya afya anaingia humu, awe mwanachuoni wa mambo ya uchumi anaingia humu, awe mwanachuoni wa fani yoyote anaingia humu. Hii nimependa kuigusa isije kaja dhana iliyozoeleka kwamba labda inahusu mashehe tu. Hapana, jopo hili limesheheni wataalamu wa aina zote. Sasa ama upande wa kazi zake, kwa ufupi kabisa, hili ni moja ya kazi za jopo hili, kwa sababu miongoni mwa malengo yake ni katika kulingania na kuiweka au kuisaidia jamii kuwa katika hali ya utulivu na amani, kwa kuelimisha kwa njia mbalimbali, zikiwemo njia za mihadhara, zikiwemo njia kama hizi ambazo tulizokuwa nazo na mfano wa hivyo. Kwa hiyo nataka kugusa ili isije kafikirike kwamba inawezekana hili si katika majukumu ya Hay'a. Hii ni moja katika majukumu ya jopo la wanachuoni Waislamu Tanzania. Na kipengele cha pili ni swala la amani, sababu sasa hivi maudhui iliyopo ni amani. Maudhui iliyopo katika uwanja ni amani, na hata ukifuatilia vyombo vya habari ni amani. Lakini amani hii sisi Waislamu ndo tunajua umuhimu wa amani. Tunafahamu umuhimu wa amani kwa mujibu wa kitabu chetu ambacho ni Qur'ani na hadithi ambayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunapoona kwamba amani inachezewa au amani kuna viashiria vya kuiondoa, sisi ndio wa kwanza kupambana kuhakikisha kwamba amani inafanya nini, inabaki katika mahala pake, na viashiria ambavyo vinavyoelekea au viashiria vinavyoonyesha kuwa amani inaenda kuvunjika, sisi ni wa kwanza kusimama katika hilo. Nadhani wote ni mashahidi, kabla ya uchaguzi kwa kipindi fulani, misikiti mingi, tena niseme misikiti yote, ilisheheni hutuba, mihadhara za kuhamasisha amani na utulivu. Na alhamdulillah hilo lilieleweka, na kwa kuonyesha kuwa lilieleweka, ndio maana kaa ufanye tathmini zako wewe mwenyewe tu, utaona kundi kubwa na majina mengi yaliyoingia katika gogoro la Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29 majina ya Waislamu utakuta ni machache sana. Sasa pakisha vunja amani, ambao ni hao ambao hawajui umuhimu wa amani, wakishavunja amani hakuna atakayebakia katika amani.
sio yule aliyevunja amani, wala yule aliyesababisha kuvunjika kwa amani, wala yule ambaye hakuhusika katika lolote katika hayo mawili. Balaa na athari ya kutokuwepo amani lazima imkute. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika suratul Anfal, ambayo ni sura ya 8, sura ya 8 ambayo ni suratul Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 25 anasema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab, kwamba iogopeni fitna na balaa, ogopeni fitna na balaa ambayo haitowakuta wale tu waliodhulumu nafsi zao, na mtambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na mtambue kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Aya hii mashekhe walijua, wakaifanyia kazi na wakawafikishia watu wengine, na ndio maana pia waandishi wa habari wako hapa ili wafikie pia na hao wengine. Na hivi katika kipindi kilichopita kuanzia Oktoba 29 kama wiki moja hivi, tuliona yaliyotokea, na yale yaliyotokea yaliwagusa ambao waliohusika katika yale, au yaliwagusa waliosababisha kilichotokea katika hizo vurugu, lakini pia yaliwagusa wale ambao hawakuhusika na vurugu kabisa. Wote tulishuhudia, kuna watu tulishuhudia wote kwamba kuna watu hawakwenda makazini ambao hawakuhusika kabisa na hizo vurugu. Kuna watu walilazimika saa 12 kukaa kwenye majumba yao ambao hawakuhusika na vurugu hizo. Kuna watu walifika mahala hata mjini, maeneo ya utafutaji hawakufika, lakini hawakuhusika na vurugu hizo. Hii maana yake ni kwamba balaa likiwakuta au balaa likitokea, haliwagusi tu waliohusika, bali inawagusa hata wasiohusika. Hii inatufundisha nini? Inatuonyesha kwamba ukimuona mtu anachezea amani, ukimuona mtu anataka kuanzisha vurugu ambazo zitasababisha watu wafikwe wote na matatizo, basi uwe mstari wa mbele katika kulikanya hilo na kulizuia. Kifua kipana kwamba Uislamu ndio unafahamu umuhimu wa amani na unafahamu madhara ya kutokuwepo amani kuliko dini nyingine yoyote. Nikienda kwenye pointi ya 3 ambayo hii pia inagusa tukio ambalo linalosambazwa kwenye mitandao, ambalo pia ni uvunjifu wa amani, ambalo ni maandamano yanayoitwa maandamano, kwa sababu hata hayo ya Oktoba 29 yaliitwa maandamano, lakini kimsingi hayakuwa maandamano. Sasa na hiki ambacho kinaratibiwa, tunaona tunavyokisikia, kinaratibiwa ndani ya Desemba au tarehe 9 mwezi wa 12, ambacho kinaitwa pia ni maandamano, lakini tunasema kwa sababu tumekwishaona hapo nyuma kwamba kilidaiwa kuwa ni maandamano Oktoba 29, lakini kimsingi hayakuwa maandamano. Lakini hata hicho ambacho kinadaiwa maandamano, kimsingi inawezekana pia kisiwe maandamano. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea kutahadharisha ndugu zangu katika imani, lakini wengine pia wasiokuwa katika imani. Swala la Desemba 9 tuliepuke, swala la kile kinachoitwa maandamano tukiepuke. Nadhani waraka au tamko limeeleza vizuri sana. Oktoba 29 yaliyojiri hapo, hiyo ni mazingatio sisi ya kuto kuingia kwenye Desemba 9. Sisi kama Waislamu tukiingia katika hiyo, maana yake tumeenda kinyume na kitabu chetu. Lakini na imani kubwa kwamba hatuwezi kuingia tena na kushawishika kwa maslahi ya watu. Hatuwezi kushawishika kwa maslahi na ndoto za watu wengine. Leo mtu anahamasisha maandamano, mtu mwenyewe haumuoni yuko wapi. Nani anasema moja kwa moja kwamba huyu hapa tunaye hapa ndio anahamasisha maandamano hayo? Sasa hii ni kitu ambayo tunatakiwa tuzingatie. Kwa na imani kuwa hatuwezi kuingia huko. Kwanza kabisa Uislamu unatuzuia, lakini pili tumepata mazingatio Oktoba 29. Lakini mwisho nimalizie
kwamba haya yote yaliyozungumzwa yamelenga kwenye amani, yamelenga watu tuone na tujue umuhimu wa amani, yamelenga kutuweka katika mazingira ya kuto kufanyia kazi ndoto za watu wengine, ikapelekea tukakosa amani. Uislamu ni amani. Hii ni Tanzania Habari.